Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu wa Mungu, ni neema kubwa ambayo Mungu ameweza kutupatia tarehe ya leo, ikiwa ni tarehe 1 mwezi Februari, na Bwana ametupa kibali, na haya ni maombi ya kujiweka wakfu kwa Bwana, kutengwa kwa ajili ya Bwana mwezi mzima huu. Ni nafasi pekee ambayo wewe pamoja na mimi tunaenda kuingia katika maombi maalum sana kwa ajili ya mwezi wa pili, na ni Mungu ambaye ametupa kibali na neema ili kwamba tufikie tarehe ya leo. Na ni muhimu sana wewe pamoja na mimi kuhakikisha kwamba tunaunganika na baraka za Bwana na neema ya Mungu na kila chochote ambacho mbingu zimeachilia kwenye maisha yetu kwenye mwezi huu. Kila mwezi unabeba neema yake, kila mwezi unabeba jambo lake, kama vile kila mwaka unabeba jambo lake, kadhalika kila mwezi unabeba jambo lake, inabeba jambo lake. Lakini katika hilo jambo muna mambo mawili, kuna element mbili, kuna jambo la kipepo na kuna jambo la kimungu, yaani jambo ambalo linalotoka kwa adui na jambo ambalo linatoka kwa Mungu kabisa. Mungu anapoachilia baraka kwenye mwezi husika, kadhalika pia adui shetani naye huachilia laana, huachilia mitego, huachilia mambo yanayoweza kuwakwamisha watu na kuwaharibu. Lakini lipo neno la Bwana kwenye maisha yetu tarehe ya leo, lipo neno la Bwana kwa ajili yetu siku hii ya leo kabisa. Bwana hawezi akatuacha bila kuachilia neno lake kwenye maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Yapo maandiko mawili ambayo ninaenda kukupitisha kwayo, baadaye tunaingia katika maombi maalum kwa ajili ya mwezi Februari. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwezi huu Februari ni mwezi mfupi sana kupita miezi yote, lakini ni mwezi ambao umebeba makusudio ya kimungu kwa watu wake. Lakini pia kama Mungu anapokusudia wema wake kwa watu wake, adui na yeye hukusudia mabaya kwa watu wa Mungu. Fungua na mimi kwenye kitabu cha Isaya sura yake ya 43. Nikupitishe kwenye andiko ambalo Bwana ametupatia, na baadaye tunaingia katika maombi. Kumbuka kwamba andiko ama verse ni ufunuo tosha kwenye maisha yetu, ndio mwongozo ya kwamba ni lipi ambalo Bwana amesema kwa ajili yetu mwezi huu. Isaya sura yake ya 43, Isaiah chapter 43 mstari wake wa 19. Nami ninasoma kwa msaada wa Bwana kama ilivyoandikwa: Tazama nitatenda neno jipya. Tazama nitatenda neno jipya, sasa litachipuka. Je, hamtalijua sasa? Nitafanya njia jangwani na mito ya maji nyikani. Naomba nirudie vesi. Tazama nitatenda neno jipya, sasa litachipuka. Je, hamtalijua sasa? Nitafanya njia hata jangwani na mito ya maji nyikani. Bwana Yesu asifiwe. Katika mwezi huu wa Februari, mwezi wa pili, Bwana ameachilia neema ya kipekee ambayo haijawahi tokea kwenye maisha ya watu wake. Ni mwezi mfupi sana, lakini Bwana amesema nami kwamba anaenda kutenda jambo la kipekee sana, jambo kubwa, jambo jipya kwenye maisha yetu, ambapo kila atakayelisikia kwenye maisha ya watu wake atastaajabu, bila kujali jinsia, ni mwanaume au ni mwanamke. Bwana atatenda jambo kwa watu wake, iwe amesoma iwe hajasoma. Bwana amehakikisha anaenda kutenda jambo kubwa
jambo kubwa jipya mwezi huu kwa watu wake. Ni jambo ambalo kila atakayelisikia litamshangaza sana, kwa sababu Mungu anapotenda hatendi kwa unyonge, hatendi kwa unyonge. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mahali ambapo Bwana anaenda kukusaidia. Kuna mahali ambapo Mungu anaenda kukusaidia kabisa. Hili sio neno la kukuhimiza, ni neno la kinabii ninakuletea. Ni tangazo ambayo ninakuletea kwamba stay unexpected, stay expected, yani ukae kwa kusubiria, kwa kusubiria, kwa kusubiria. Bwana anaenda kufanya jambo la ajabu sana. Anaenda kufanya jambo la ajabu sana. Watu wake wanaenda kupokea neema isiyo ya kawaida. Lakini katika neema isiyo ya kawaida kwa watu wake, watakao kuwa kinyume na Mungu ni hasara. Watakao kuwa kinyume na Mungu mwezi huu ni hasara kwao. I am telling you. Yani ninakuambia, watakao kuwa kinyume na Mungu mwezi huu, kumeliwa kwao. Kumeliwa. Mtu wa Mungu, kama kuna nafasi ambayo unatakiwa kuitunza, ni mahusiano yako na Mungu. Sio tu mwezi huu wa pili, bali miezi yote. Miezi yote. Bwana amezungumza kitu kikubwa sana ndani yangu. Amezungumza kitu kikubwa sana. Lakini ninataka nikuambie tu kwamba unaona namna ambavyo watu wanachukulia mwezi wa pili kwamba ni mwezi mfupi tu, utaisha, ni mwezi wa ukimya sana, ni mwezi mfupi, kwa hiyo utapita tu na mambo yatakuwa tu hivyo. Sikiliza nikwambie, ni mwezi mfupi, lakini kuna matukio hapa katikati yanaenda kutokea ndani ya mwezi huu. Matukio mema kwa watu wa Bwana na matukio mabaya kwa watu wasio wa Mungu. Wale ambao wanaziendea njia mbili, wale ambao wamemwacha Bwana. Yani kama unaisikia sauti hii ya upole, sio kwa sababu ya kukutia woga, lakini ni kwa sababu ya kukuita kwa rehema kumrejea Mungu wako. Wale ambao hawatakuwa upande wa Mungu mwezi huu, watakaofanya mambo machafu katika vyumba vya siri, watakaofanya mambo machafu kwenye kona zao, wanafikiri kwamba hakuna anayewaona. I am telling you, kutaliwa kwao, kutaliwa kwao. Wale ambao watafikiri kwamba nimefanya haya, hata mwezi huu nitafanya tu. Sikiliza nikwambie, mwezi huu utakuwa mwezi mzuri sana kwa watu wa Mungu, maana Bwana ataachilia neema isiyo ya kipekee sana watakaoamua kutembea katika mausia ya Bwana. Lakini wapo wengine watazoea, kwa sababu wameona mwezi ni mfupi sana, na wanazoea kufanya mambo yao kila mwezi. Natamani sana nizungumuze mambo haya. Natamani sana nizungumuze mambo haya harazani, lakini hapana. Mungu wetu anatuwazia yaliyo mema. Hakikisha unaunganika na Bwana, hupatikani katika janga litakalowakumba wengine. Kitabu cha Maombolezo sura yake ya 3 mstari wake wa 22, neno la Mungu linasema kwamba ni huruma za Mungu kwamba hatuangamii, kwa kuwa rehema zake hazikomi. Ni huruma za Mungu hatuangamii. Vipo vitu vinafanyika sirini, na wapo watu kabisa katika ulimwengu wameandaa mambo yao watakaoyafanya, wanawake kwa wanaume, wengine kabisa wenye umri mdogo, miaka 20 mpaka 25 pale katikati hapo. Mungu atusaidie sana, Mungu atusaidie sana. Lakini neema ya Bwana, ujumbe huu sio wa kuleta woga, bali wa kuleta tumaini kwa atakayeamua kumrejea Bwana wake. Ni kwa huruma za Mungu kwamba hatuangamii, kwa kuwa rehema zake hazikomi. Adui anaelewa kwamba kila mwanadamu ameumbiwa na kusudi la Bwana lipo juu ya maisha yake. Bwana hajamuumba mtu kwa bahati nasibu. Kila aliyeletwa na Bwana duniani, Mungu ameweka jambo kubwa ndani yake. Kwa hiyo adui anaelewa, ndio maana atacheza na fahamu za wengine mwezi huu, ili kuhakikisha wanafanya mambo ya kipuuzi ambayo itawagharimu maisha yao, ambayo itawagharimu hatima zao, destiny zao, ambayo itawagharimu safari yao iliyo mbeleni. Unajua hivyo, unaelewa, kuna tukio moja adui anaweza kudanganya ukalifanya na likakugharimu maisha yote, likakugharimu maisha yako yote. Kaa vizuri na Bwana,
Kaa vizuri na Bwana. Nikukumbushe tu Isaya 43:19 kwamba Bwana atafanya neno jipya, Bwana atafanya jambo jipya. Maana mito itapita jangwani, mito itapita jangwani, yaani maji yatapita jangwani. Vitu ambavyo watu hawavitegemei, Bwana anaenda kuviachilia kwenye maisha yako wewe ambaye unayemungoja Bwana. Neno la Mungu linasema kwamba those who wait upon the Lord, he shall renew their strength. Wale wanaomngojea Bwana watapokea nguvu mpya. You shall receive new power. You shall receive new great things in your life. This month, I am telling you. Ninakuambia ukweli kabisa. Twende mbele za Bwana. Twende mbele za Bwana. Sante roripa tapayada. Baba mtakatifu, Mungu mwaminifu uliye juu ya vitu vyote, asante kwa neema na rehema zako. Asante Mungu kwa ajili ya mwezi wa Februari. Asante Bwana kwa maana neno lako linasema, neno lako linazungumza ya kwamba kwenye kitabu cha Hesabu sura 13 ya kwamba Musa aliwatuma wapelelezi kwenda kuipeleleza nchi ya Kanaani. Walipoenda kuipeleleza, neno lako linasema kwamba wote hawajakuja na majibu sawa, wote wamekuja na majibu ambayo yako negative. Lakini yupo mtu ambaye Roho wa Bwana yupo ndani yake. Lakini wapo vijana ambao wanasimama katika kweli yako. Yoshua na Kalebu walipofika wakapeleleza ile nchi, wakakuja na ujumbe sahihi. They came with the great and the positive results. Mungu li hai, mimi pamoja na watu wako tarehe leo tunajiweka wakfu kwa ajili ya neema yako. Tunajiweka wakfu kwa ajili ya neno lako ambalo umelituma kwa ajili yetu mwezi wa Februari, mwezi wa pili, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Neema yako inayozidi, neema yako ambayo umemimina, maana umesema ya kwamba unaenda kulitenda jambo jipya, unaenda kulitenda jambo jipya kwenye maisha yetu, unaenda kutenda jambo la kipekee sana katika jina la Yesu, kwamba Bwana unaenda kutenda neno jipya, kwamba sasa litachipuka Bwana, maana tutaliona hata bahari, hata maji yatapita katika nyika kwa jina la Yesu Kristo. Mwezi huu wa pili, mwezi wa Februari, Bwana wangu na Mwokozi wangu, ninaomba neema mbele yako, ninaomba kwa ajili ya watu wako, tukatembee katika neema yako, tukatembee katika ushindi wako, tukatembee katika lile neno ambalo lilo likusudia kuzirika kwenye maisha yetu kwa wema, kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi Mungu aliye hai. Maana imeandikwa, mawazo unayotuwazia ni mawazo mema ya kutupatia tumaini. Kwa jina la Yesu Kristo, mwezi huu wa pili tukatembee katika mpango wa Mungu, tukatembee katika mapenzi ya Mungu, tukatembee katika ushujaa, tukatembee katika ushindi, tukatembee katika neema ya Bwana kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Hakutakuwa na uharibifu utakaotupata sisi na watu wetu, utakaotupata sisi na watoto wetu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Hakuna uharibifu utakaotupata sisi na uzao wetu, maana imeandikwa, kila silaha itakayofanyika kwa ajili yako haitafanyikiwa. Bwana, jambo ambalo umelikusudia wewe Bwana kwa wema kwenye maisha yetu likadhihirike katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu Kristo tutatembea katika ahadi zako, nasi tutaona matunda yako yakidhihirika, nasi tutaona matunda yakionekana kwa jina la Yesu. Haitakuwa mwezi wa kulia kwetu na watu wetu, haitakuwa mwezi wa machozi, na kama machozi yakitokea, basi itakuwa ni machozi yenye furaha, itakuwa ni machozi yenye bubujiko la amani, itakuwa ni machozi Bwana yenye furaha katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Bwana, nadai katika jina la Yesu agano lako la amani juu ya maisha yetu, juu ya familia zetu, juu ya kazi zetu, juu ya maisha yetu, juu ya huduma zetu, juu ya watoto wetu, juu ya watu wetu, katika jina la Yesu. Ninadai agano lako la amani, ninadai agano lako la neema, ninadai agano lako lenye mambo makubwa kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Mungu aliye hai, tupe mafanikio na matokeo mwezi huu katika jina la Yesu Kristo.
utupe mafanikio Bwana na matokeo katika juhudi zetu mwezi wa Februari, kwa jina la Yesu aliye hai. Lapaya na mandia, Mungu mwaminifu sana uliye juu ya vitu vyote, tunakataa kutembea katika unyonge, tunakataa kutembea katika hali isiyo ya kwetu, tunakataa kutembea kwenye mpango wa adui, tunakataa kuendeshwa Bwana na roho zingine. Roho Mtakatifu, tawala maisha yetu na kutuongoza katika ukamilifu wa Mungu, kwa jina la Yesu Kristo. Baba, utuweke kiwango kingine cha kiroho mwezi huo, utupeleke viwango vingine vya kiroho, utupeleke viwango vingine vya uchumi, utupeleke viwango vingine vya fursa, viwango vingine vya mahusiano, viwango vingine vya neema, viwango vingine vya mafanikio, viwango vingine vya kustawi kwenye biashara, kwenye maisha yetu, katika jina la Yesu aliye hai, katika jina la Yesu aliye hai. Baba, mwezi huo hautakuwa mwezi wa kupoteza, hautakuwa mwezi wa kuonewa, hautakuwa mwezi wa kurudi nyuma, hautakuwa mwezi wa kupoteza vitu ama watu, hautakuwa mwezi Bwana wa machozi, katika jina la Yesu. Hautakuwa mwezi wa misiba, hautakuwa mwezi wa vilio, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Kwa kibali chako Bwana, tutatoka kwa amani, tutaongozwa kwa furaha. Mbele yetu milima na vilima vitatoa nyimbo, na miti ya kondeni itapiga makofi, maana ni mwezi takatifu, maana ni mwezi ambao Bwana anaenda kuviuisha vyote vilivyokufa, kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai. Bwana, utuweke mbali na uovu wa kila aina, utuweke mbali na kila shambulizi la adui, utuweke mbali katika jina la Yesu. Wala usiruhusu jambo lolote la kuzimu, wala usiruhusu mpango wote wa adui, wala Bwana mitego ya muindaji kutupata, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, katika jina la Yesu. Neno lako linasema ya kwamba utaongoza miguu yetu ili isije ikajikwaa, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Bwana wangu na Mungu wangu, Bwana wangu na Mungu wangu, wewe umesema ya kwamba hutaogopa hofu ya usiku, wala mshale urukao mchana. Kwa jina la Yesu, kila mshale kwenye madhabahu ya giza, kila mshale kwenye madhabahu ya kuzimu, kila mambo yote, kila namna, kila mkakati, kila strategy ambayo ulimwengu wa giza utakaotumia ili kutuangamiza, ili kututega, ili kutuangusha, kwa jina la Yesu hatuachi kuzijua kazi na siri za shetani. Kwa sababu ya hiyo, Bwana Yesu, wewe ulizihirishwa ili kuziharibu kazi za shetani. Natamka kwa jina la Yesu, kila mpango ambao umetengenezwa na kuzimu, kila mpango ambao umetengenezwa na wachawi, kila mpango ambao umetengenezwa na watu wabaya, kila mpango ambao umetengenezwa na maagenti wa shetani, hautafanyikiwa, hautatupata, hatutanaswa, maana aliye ndani yetu ni mkuu sana, maana aliye ndani yetu ni mkuu sana. Imeandikwa katika Ufunuo 12:11, nao wakamshinda kwa neno la ushuhuda na kwa damu ya mwana kondoo. Kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu natangaza ushindi. Kwa damu ya Yesu nadai kibali. Kwa damu ya Yesu nadai baraka za Bwana. Kwa damu ya Yesu nadai ushindi. Kwa damu ya Yesu nadai neema. Kwa damu ya Yesu nadai ulinzi wa kimungu juu yetu na watu wetu, juu yetu na watoto wetu, juu yetu na familia zetu, juu yetu na mali zetu, juu yetu na vitu vyetu. Kwa jina la Yesu ninadai ahadi za Bwana kudhihirika, na moja ya ahadi hizo ya kwamba Bwana akiwa upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Bwana akiwa upande wetu, hakuna mchawi anayeweza, hakuna mchawi anayeweza. Ni mwezi ambao Bwana tutazaa sana, ni mwezi ambao Bwana tutastawi, ni mwezi ambao Bwana tutaenda kwa spidi isiyo ya kawaida, katika jina la Yesu. Karapaya na mandia, kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai. Lile neno lako ulilolituma, uliloliachilia litachipuka, litachipuka, litachipuka mwezi huu, litachipuka mwezi huu. Ewe Februari, lisikie neno la Bwana, ukazae baraka, ukazae faida kwetu, ukazae amani kwetu, na wala utazaa hasara kwetu, katika jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hakutakuwa na magonjwa, kwa jina la Yesu. Hakutakuwa na ajali, kwa jina la Yesu. Hakutakuwa na mauti, kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu natangaza ulinzi, kwa damu ya Yesu natangaza ushindi usio wa kawaida, katika jina la Yesu,
katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Thank you Jesus, thank you Holy Spirit, katika jina la Yesu. All your promises, oh Lord God, ikadhihirike kwenye maisha ya watu wako, kwenye maisha ya watoto wako. Mungu Bwana uliye hai, Bwana uliye hai, Bwana uliye hai, kama vile neema zako, kama vile umande unavyoshuka kila asubuhi, hivyo ndivyo baraka zako zitaenda kuyafunika maisha yetu mwezi huu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Hatutakuwa mikia, bali tutakuwa vichwa. Tunakataa kuendeshwa na nguvu ya hila, tunakataa kuendeshwa na mawazo mabaya, bali Bwana ukaweze kuimarisha mawazo yetu, ukaweze kuimarisha maisha yetu, ukaweze kuimarisha biashara, ukaweze kuimarisha ndoa za watu wako, ukaweze kuimarisha familia za watoto wako, ukaweze kuimarisha kazi zao, ukaweze kuachilia neema ya kipekee. Wale wote wanaotafuta kibali, wale wote wanaotafuta neema, wale wote Bwana wanaotafuta ajira, wale wote wanaotafuta kazi, wale ambao Bwana uchumi wao Bwana umeshuka, kwa jina la Yesu ukauishwe tena mwezi huu, katika jina la Yesu. Miujiza ikatokee, miujiza ikatokee, katika jina la Yesu aliye hai. Baba, hata sasa tunakushukuru, hata sasa Yesu tunakushukuru. Pokea sifa kwa kuyajibu maombi yetu, maana tutatembea peke yetu mwezi huu. Tunaye mfalme wa wafalme, tunaye Mungu anayeona yaliyo mbeleni kabla hayajatokea, nasi tunayaona kwa jina la Yesu kwenye maisha yetu. Nasi tunaona tayari yanayoandaliwa na Bwana kwa ajili yetu mwezi huu, maana imeandikwa kwenye kitabu cha Isaya 45:12. Umesema katika neno lako Bwana ya kwamba utatujulisha kwa habari ya mambo yajayo. Asante kwa sababu mambo yajayo ni ya kutupa furaha na amani, ni ya kutupa mafanikio na neema, katika jina la Yesu aliye hai. Malango ya fursa yakawe wazi kwa jina la Yesu Kristo. Chochote ambacho utakachokifanya mwezi huu kwa jina la Yesu hakitapata hasara. Neema ya Bwana ikawe juu yako katika jina la Yesu. Bwana, na mwisho ninakusihi, irehemu nchi kwa rehema na neema yako. Neno lako linasema ni kwa rehema zako ndio maana tuangamii. Rehemu nchi, rehemu nchi. Warejeshe wote waliopotea mwezi huu Bwana, ukawarejeshe katika jina la Yesu, kwa rehema na neema yako. Mungu wangu aliye hai, ninakushukuru Roho Mtakatifu kwa neema yako na kwa nguvu yako ya ajabu, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen, amen, amen. Mungu akubariki sana mtu wa Mungu. Mungu akubariki sana. Hakikisha kwamba unagawa ibada hii, maombi haya maalum, kwa wanafamilia, wale wote unaowapenda, wale wote ambao kabisa unawajali, unawapenda. Watumie maombi haya, waombe pamoja nasi. Ipo neema ya Mungu. Namba zetu za mawasiliano ni alama ya kujumuisha 2778624318. Unaweza kuwasiliana nasi kwenye namba hiyo. Unatamani kuokoka, unataka kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Wakati wa kumkumbatia Yesu ndio huu. Ndio huu. Tarehe leo, fanya maamuzi, mkumbatie Yesu. Na wewe ambaye umerudi nyuma, unaweza ukaanza tena. Neema ya Kristo bado inatosha, na Mungu wetu ni mwenye upendo. Wasiliana nasi kwenye namba zetu hizo. Wewe ambao unahitaji pia ushauri wa kiroho, wewe ambao unataka kuokoka, wasiliana nasi kwa upendo sana. Piga simu, tuma ujumbe na tutakurudia kwa wakati. Hii ni huduma ya maarifa na maombi ambayo Roho Mtakatifu ameiachilia kama koinonia ya watu wa Mungu. Mungu akubariki sana. Na wewe ambaye unatamani kuiachilia sadaka yako, wasiliana nasi, ama unaweza ukaachilia kutumia namba hiyo. Mungu akubariki sana na Yesu akutunze. Kwa sasa, shalom.
Paso